Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. I greet you in the name of Jesus Christ. How are you? Yeah. Leo wakati wa Pasaka tunasherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Tunapoisherehekea ni vyema kujua ya kwamba Yesu alikufa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Nataka kusoma maandiko iliyoko hapa ndio iweze kutuongoza katika ujumbe mfupi ambao nataka kunena ni kwa ajili ya Pasaka. Nataka kusoma neno ambalo liko katika kitabu cha Marko mlango wa 15 mstari wa 33. Nitasoma. Biblia inasema tangu saa 6 mchana mpaka saa 9 gizani, 9 giza likaibuka nchi yote. Saa 9 alasiri Yesu akalia kwa sauti kubwa akasema, Eloi Eloi lama sabakithani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Baadhi ya watu waliosimama pale waliposikia hivyo walisema, sikiliza, anamuita Elia. Mtu mmoja akakimbia akaichovya sifongo katika siki, akaiweka juu ya mwanzi, akampa anywe akisema, hebu tuone kama Elia atakuja kumtelemsha msalabani. Yesu akapasa sauti kubwa akakata roho. Wakati huu ni wakati ambapo Yesu alisulubiwa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Na siku ya leo tunasherehekea hiyo ikiwa ni Pasaka. Kuna mambo matatu ambayo nataka kunena inayohusiana na Pasaka ambao ni ya maana sana katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Jambo la kwanza, Yesu alikufa ni kwa sababu ya wokovu wetu. Jambo la pili, Yesu alikufa ni kwa ajili ya ukombozi wetu. Na hata jambo la tatu, Yesu alikufa ni kwa ajili ya uponyaji wetu. Tunaposoma maandiko tunaelewa mambo hayo matatu na inatuhusu sisi na ni ya maana sana hasa wakati huu wa Pasaka. Kuna maandiko mengine ambayo nataka kusoma, iko katika kitabu cha Petero wa kwanza, inahusiana na wokovu, ukombozi na pia uponyaji wetu. Katika kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 2 mstari huu wa 24. Nitasoma. Yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya msalaba, tupate kufa kuhusu dhambi na kuishi kwa ajili ya uadilifu. Kwa majeruhi yake ninyi mmeponywa. Kuna faida ni kwa sababu ya Pasaka. Na hizo faida tatu ambazo nimezungumzia juu ya wokovu, kombozi na pia uponyaji, tunaweza kuiona hapa katika haya maandiko ambayo tumesoma. Hali Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe alibeba dhambi zetu ndio tuokolewe. Na baada ya kuokolewa tuishi kwa baada ya kuokolewa tuishi tukiwa wenye haki na watu walio watakatifu mbele za Bwana. Yesu akafa kifo chetu ni kwa sababu ya dhambi zetu ili tuweze kuishi kwa uadilifu. Jambo hilo lingine ni ya kwamba wakati Yesu alikufa alitukomboa kutoka kwa laana, akatukomboa kutoka kwa makosa na dhambi ambazo tulikuwa tumefanya. Na jambo la tatu, Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alivyokufa pale msalabani akapigwa, lakini Biblia inasema ya kwamba kwa majeruhi yake ninyi mmepona. Kwa hivyo mambo hayo matatu ni ya maana sana tukumbuka wakati huu wa Pasaka, ya kwamba Yesu mwenyewe alikufa ili tuweze kuokolewa. Jambo la pili, Yesu alikufa ili tuweze kuwekwa huru. Na jambo la tatu, kwa mapigo yake pale msalabani tunapona. Siku ya leo tumepokea mambo hayo matatu na ni ya maana sana. Siku ya leo tukijua hivyo, tutakaa kwa ujasiri
na tutajua ya kwamba Pasaka ni ya maana katika maisha yetu sisi wa Kristo. Kwa hivyo tukijua hivyo, tutaendelea kufurahia na kungojea Bwana wakati wowote kama huu, ili Mungu apatikane katika maisha yetu, na mambo haya matatu ikiwa ni ya maana itaandamana nasi mpaka wakati wa Yesu kurudi. Kwa hivyo Bwana mbariki sana na mtendee mema, tuyashikilie, na tukijua hivyo tutaweza kushinda, na tushinde dunia na tushinde shetani. Bwana mbariki sana. Wacheni tuombe. Tunakushukuru Mungu ni kwa sababu ya neno lako siku hii ya leo. Bariki Bwana, utuinue. Tumejua ya kwamba Yesu alikufa wakati kama huu wa Pasaka ni kwa sababu ya wokovu wetu, kwa sababu ya ukombozi wetu, na kwa sababu ya uponyaji wetu. Sasa tumeokolewa, tumekombolewa kutoka kwa laana za mauti, laana za ukoo, laana za jamii, na laana za majina. Na siku ya leo tumepona kwa jina la Yesu. Asante Mungu, ni kwa sababu wewe ni Mungu katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na tumeamini. Amen and amen. God bless you and do you good as you continue to remember that Jesus died on the cross because of our sins. Amen and amen.